Kwa hiyo tupo hapo katika Mwanzo mlango wa kwanza, na naomba msimame kwa heshima ya Mungu tunaposoma neno lake. Tutasoma kwa kipindi kirefu sababu maandiko ya leo ni shina kweli, kwa hiyo kuna urefu fulani katika usomaji. Maandiko yanasema hivi, nasoma kuanzia Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akaliumba anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mimea itoayo mbegu, na miti ya matunda izayo matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya kuonesha majira, siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akaumba mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, maji na yajae kwa wingi, na viumbe vyenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijaa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akivibariki akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akaumba aina zote za wanyama wa pori na wa kufugwa, na viumbe vyote vitambaavyo juu ya nchi. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Hayo tutakomea hapo kwa leo. Tuseme kwamba hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Kwa hiyo katika kusoma kwetu utaona kwamba tumesoma tukafikia hata pale Mungu anaposema na tumfanye mtu. Nataka nigawe mahubiri haya kwa sehemu mbili. Kuanzia huu mstari ambao tulisimamia pale, Mungu akasema 26, tutaeleza Jumapili ijayo na kuendelea kwamba kile ndicho kilele cha uumbaji. Lakini yaliyotangulia kuanzia mstari huu wa 25 kurudi nyuma hadi mstari wa kwanza, tuseme hapo tunachokiona ni shina la uumbaji. Nataka kutoa taswira ya kama vile mti. Ukiangalia mti, sehemu kubwa ya mti ambayo inahimili sehemu iliyo juu tunaita shina. Kwa hiyo kuna shina la mti, alafu tena kuna kilele cha mti. Tunasema kwamba haya tunayoyaona katika siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano, kwamba ndilo shina la uumbaji. Shina linauegemeza au tuseme shina linaegemeza kile ambacho kinakuja kufuata, na tunakiita kilele cha uumbaji, na huyu si mwingine ila ni mwanadamu.
Lakini kabla ya hayo, na ningeomba kidogo kutoa maelezo ambayo sio sehemu ya mahubiri ya leo, lakini maelezo ambayo ni muhimu. Na maelezo ni muhimu kwa sababu unapoingia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, jinsi utakavyoanza kuyasoma maandiko ndivyo utakavyoendelea hadi mwisho. Na nataka niwaulize swali asubuhi ya leo, je, maandiko tuyasome kwa jinsi gani? Maandiko tuyasome kwa jinsi gani? Nitoe tahadhari mbili za kihistoria. Mnamo mwaka wa 610 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, 610 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, yani karne 6 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, alikuja mtu katika Arabuni akaanza kuyafasiri maandiko ya Kikristo kwa njia ya kimakosa. Hakujua kusoma. Inasemekana kwamba alikuwa hajui kusoma huyu bwana, lakini aliyafasiri maandiko kwa njia ya kimakosa, akazalisha dini ambayo kwa karne 14 imeleta maafa makubwa. Msingi wa ile dini ni ufasiri mpotovu wa maandiko. Ndio msingi wa ile dini. Ukiuondoa huo ufasiri mpotovu wa maandiko, ile dini haina miguu, haiwezi kusimama. Imeegemezwa na ufasiri mbaya, mpotovu, mpungufu wa maandiko. Pia niseme mwaka 2023 hapa Malindi kumetokea janga kubwa, na nalijua ile janga la Good News International Church. Nalifahamu vizuri. Huyu mchungaji, sijui tumuite mchungaji au tumuite nani, ni mhalifu. Huyu mhalifu kwa jina la Mackenzie amekuja, na sifa yake moja kubwa ilikuwa nini, ambayo ilizua rabsha nyingi sana hapa Malindi, ni kwamba alikuwa akiyafasiri maandiko kwa njia potovu. Ndio ilikuwa msingi wake. Yaani yule hakuwa mfasiri mwaminifu wa maandiko. Ndio ilikuwa chanzo chake. Mwisho wake ni kwamba wamekufa watu zaidi ya 440, wakiwemo watoto wengi, na wamekufa kwa njia za kutisha. Kwa hiyo tuseme nini? Tuseme hivi, hili jambo la kuyafasiri maandiko, hili swali la kwa jinsi gani tuyasome maandiko, ni swali la kimsingi sana, wala sio swali la wanazuoni au wasomi. Ni swali ambalo linakuhusu wewe kama Mkristo wa kawaida, kwa sababu ukifika mahali ambapo wewe umejiambia kwamba hauna uwezo wa kuyafasiri maandiko, kuyasoma maandiko au kuyaelewa maandiko, kwa sababu unategemea kwamba lazima kuweko na kitu fulani ambacho si cha kawaida katika usomi wa maandiko, kwamba ipo nuru fulani ambayo watu wengine wanayo baadhi na wengi hatuna, au ipo elimu fulani ambayo watu wengine wanayo lakini wengi hatuna. Ukifikiria hivyo utajipata umeingia katika dini potovu au dhehebu potovu na vitu kama vile, na mwisho wake siku zote ni maangamizi. Kwa hiyo niseme hivi, swali, je, maandiko yanapaswa kusomwa kwa jinsi gani? Jibu, maandiko yanapaswa kusomwa kwa jinsi ya kawaida. Unaona, unaposoma gazeti, au tuachane na gazeti, ukipokea barua kutoka kwa, zama zetu sisi tuliandika barua, hatukuwa na simu za mkononi, tuliandika barua. Ukipokea barua kutoka kwa mzazi, ulivyokuwa ukisoma ile barua na maandiko pia yasome vile vile. Mzazi angekuandikia barua akwambie, shule ikifungwa usije nyumbani, nenda kwa mjomba Mazera tupatane huko. Wewe uanze kusema hapana. Mama akiandika mjomba Mazera anamaanisha hapana, ameandika mjomba Mazera anamaanisha nini? Anamaanisha vile vile mjomba Mazera. Hakuna ufasiri binafsi wa ile barua. Unaielewa jinsi ilivyoandikwa na mwandishi. Mwandishi ni mzazi, amekueleza fanya jambo hili, fanya jambo lile, basi uelewe hivyo. Kwa hiyo unapokuja katika maandiko pia, nataka niwaambie vizuri na tuelewane tangu mwanzo kwamba jinsi ya kuyasoma maandiko ni jinsi ya kawaida. Hauhitaji nuru ya kipekee, hauhitaji elimu ya juu, hauhitaji mambo makubwa, hapana. Haya maandiko tunayo katika lugha ya Kiswahili, Kiingereza. Chagua lugha inayokufaa wewe, yasome jinsi yalivyo. Kwa hiyo katika hili simulizi ambalo tumetoka kulisoma, inaposema siku inamaanisha nini? Siku. Akisema nuru anamaanisha nini? Nuru. Hakuna maana afiche, hakuna maana ya kisiri. Kwa hiyo tuanze kwa kusema hivyo. Tuliweke wazi jambo hilo kwamba
Katika usomaji wa Biblia tunapaswa kusoma maandiko kwa njia ya kawaida. Maandiko yanaposema ni maji, tuyachukulie kwamba ni maji. Zipo sehemu za maandiko ambazo kwa kweli hauwezi kuzisoma kwa njia moja kwa moja. Kwa mfano, nitoe mfano tu. Pale ambapo Yesu anasema mimi ndimi mlango, hamaanishi kwamba yeye ni mlango wa mbao uliotengenezwa kwa mvuli au mbao, hamaanishi hivyo. Kwa hiyo unaposoma kawaida, mzazi akikasirika amwandikie mtoto wake wewe ni punda, hamaanishi kwamba mtoto wake ana miguu minne. Anamaanisha hivyo kweli? Unamuelewa, lakini anaposema wewe ni punda unamuelewa. Kwa hiyo tuelewe maandiko kwa jinsi ya kawaida. Kwa hiyo kuna wakati mwingine utasoma na ule muktadha utakuongoza kuelewa kinachomaanisha, lakini tutoe kabisa wazo akilini mwetu kwamba kuna maana fiche, maana ya juu, maana ya kipekee. Hamna kitu kama hicho. Basi tuingie katika mahubiri yetu ya leo. Tumetoka kusoma kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 23 kule, na tukaita hiyo sehemu shina la uumbaji, na ningependa kusema mambo machache kuhusu shina la uumbaji. Shina la uumbaji unayoyaona yanatokea siku ya kwanza hadi pale kabla tu ya kuumbwa kwa mwanadamu. Kitu cha kwanza ambacho nafaa kuona, nitataja mambo matano, lakini cha kwanza kabisa ambacho unafaa kuona ni kwamba shina la uumbaji ni onyesho la neema ya Mungu. Shina la uumbaji ni onyesho la neema ya Mungu. Haikumpasa Mungu kuumba. Mungu hakuumba kwa sababu alikuwa na upungufu fulani. Mimi nilitafuta mchumba kwa sababu nilikuwa na upungufu fulani katika maisha yangu. Wewe ulitafuta kazi kwa sababu ulikuwa na upungufu fulani katika maisha yako. Unapofika wakati wa kupika, kuna vyombo fulani ambavyo unavikusanya, unavihitaji hivyo vyombo kwa ajili ya shughuli ya kupika. Lakini ikiwa shughuli ni usafiri, vile vyombo ambavyo vimekufaa sana katika mapishi havitakufaa katika usafiri. Kwa ile kila kazi unapata kwamba mwanadamu ametengeza vyombo fulani ambavyo vinamsaidia katika ile kazi. Uumbaji na Mungu hauwezi kuweka uhusiano kama huu wa uhitaji. Mungu hakuumba kwa sababu alikuwa ni mpweke. Mungu hakuumba kwa sababu alikuwa na upungufu wa aina yoyote. Tumeshasoma katika Jumapili zilizopita kwamba katika utatu wa Mungu kuna ukamilifu wa ushirika. Ukamilifu wa ushirika. Kwa hiyo hakuwa na uhitaji. Mungu hakukuumba kwa sababu ati bila wewe hawezi kuishi. Ataishi vizuri. Ameishi tangu milele, tangu asili. Lakini ameumba kama onyesho la neema. Na neema inamaanisha nini? Neema inamaanisha hivi: unapokea vitu kutoka kwa Mungu ambavyo huwezi kuvistahili, hauwezi kuvifanyia kazi, hauwezi ukasimama mbele ya Mungu ukamdai vile vitu. Mfano, uhai wako. Hauwezi ukasimama mbele za Mungu ukamdai uhai wako. Ni karama ya Mungu. Nyasi ambazo unazikanyaga na kuzikasirikia, hizo nyasi ukaambiwa uzitengeze, hauwezi. Lakini Mungu amekukirimia pumzi ambayo unapumua. Mnakumbuka zile siku za COVID? Nakumbuka siku za COVID. Kama mtu wenu angewekwa kwenye chumba cha dharura kile, alafu muuziwe pumzi, mara moja mnagundua kumbe pumzi ina gharama tena ya ajabu kupumua tu. Lakini wewe Mungu amekukirimia kupumua. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika shina la uumbaji ambacho tunapaswa kukiona na kukifikiria ni kwamba uumbaji, kila kitu unachokiona na hata vile ambavyo huvioni, ni neema ya Mungu kwanza kabisa. Pili, katika shina la uumbaji, yale ambayo yanafanyika katika siku ya kwanza hadi siku ya 6 kabla tu ya uumbaji wa mwanadamu, tuseme ni onyesho la uweza wa Mungu. Ni onyesho la uweza wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaumba kwa kusema tu. Anasema iwe. Mmesikia katika maandiko tuliyotoka kuyasoma. Anasema iwe nuru. Kabla ya Mungu kusema iwe nuru, hapakuwa kitu chochote. Sisi nimetoka kusema kwamba katika mapishi kuna vyombo unavyovitumia. Jikoni kuna jiko, kuna kijiko, kuna sufuria, kuna vingine vingi. Havipita kufaa katika swala la pengine usafiri.
Katika usafiri unahitaji baisikeli au ni Honda au ni gari au ni dau, inategemea unachokihitaji katika usafiri. Vile vyombo ambavyo unavitumia ili kukamilisha shughuli fulani vilitengezwa. Sio? Vilitengezwa kutumia nyenzo fulani. Iwe ni chuma, iwe ni mbao, iwe ni udongo, iwe ni kitambaa, lakini kuna nyenzo fulani za kimsingi. Sisi sote tumevaa mavazi, yametengezwa kwa vitu fulani. Lakini uumbaji unapoumbwa, paka anapoumbwa, samaki anapoumbwa, Mungu anatumia kitu gani? Anasema tu, kwa tamko lake tu, vitu vinatokea. Kwa hiyo tunasema kwamba uumbaji tunaouona katika siku ya kwanza hadi siku ya 6 kabla tu ya kuumbwa kwa mwanadamu ni onyesho la uweza wa Mungu. Pia tuseme kwamba ni onyesho la hekima ya Mungu. Kwa nini? Mungu anasema na iwe nuru. Kufikia sasa wanasayansi wanaendelea kuchimba na kuchimba alichokifanya Mungu katika hizo siku 6 kabla ya kumuumba mwanadamu. Wanaendelea kung'ang'ana wakitafuta kufahamu Mungu alifanya kitu gani. Niwape mfano. Kuna kitu kinachoitwa Kiswahili nishati. Nishati ukitafsiri Kiingereza ni energy. Sawa? Nishati. Nikupe mfano wa nishati. Asubuhi ya leo uliamka, ukawasha jiko. Hiyo ni nishati joto, wanaita nishati joto. Ukawasha jiko, ukapika chai. Ulipopika chai, hiyo chai mwilini mwako inakuwa nishati kemikali. Nishati kemikali inakutia nguvu, sio? Unatoka nje, unapiga simu. Ukipiga simu, ile simu imejaa nini? Inahitaji nishati ile simu ilifanya kazi, sio? Kwa hiyo kuna nishati umeme ambao umeitumia katika ile simu. Tumeanza na nishati joto, nishati kemikali, nishati umeme. Umemwita mtu wa tuktuk au mtu wa boda aje akubebe. Amekuja, ametumia nini? Ametumia nishati. Sio? Ile boda yake, ile tuktuk yake ina nishati kemikali, ile petroli, lakini pia inageuka inakuwa nishati mwendo. Inaomleta, anakupakia wewe, anakuleta kazi. Kwa hiyo wewe kukaa hapo ulipo asubuhi ya leo ni kwamba kumetumika nishati nyingi ya aina mbalimbali, aina tofauti. Lakini mwanasayansi mashuhuri kwa jina Richard Feynman. Richard Feynman ni mtu ambaye amesifika sana wa zama hizo. Alipokea tuzo la Nobel mwaka wa 1965. Kwa hiyo huyu si mwalimu tu wa pengine ngazi ya chini, ni mtu mwenye uelewa mkubwa, ni mwanafizikia. Alisema, kuna dondoo hapa, alisema katika wakati mmoja akifunza, akisema ni muhimu kutambua kwamba katika fizikia ya leo hatuna ufahamu wowote wa nishati ni kitu gani. Alisema hivyo Richard Feynman ambaye ameshinda tuzo la Nobel. Anasema ni muhimu kutambua kwamba katika fizikia ya leo hatuna ufahamu wote wa nishati ni kitu gani. Kwa hiyo wanafizikia wanajua jinsi ya kukadiria nishati itatoka katika hali hii, kemikali ikafanyike nishati mwendo au nishati joto. Lakini ukimuuliza nishati yenyewe ni kitu gani, akiwa mkweli, na huyu Richard Feynman alikuwa na sifa ya kuwa ni mkweli sana, hafichi, hana utapeli. Yeye anasema ameshinda tuzo la Nobel, lakini anasema mimi sielewi nishati ni kitu gani, na hakuna mtu katika fizikia hii leo anaweza kuelewa nishati ni nini, lakini ipo na tunaiona. Kwa hiyo tunaposema kwamba uumbaji, shina la uumbaji, Mungu anaposema iwe nuru au anaposema iwe nchi au iwe anga, kwamba ni onyesho la hekima ya Mungu, tunasema hivi, lile tamko la Mungu, kile kitendo cha Mungu kinapita fikra zote za wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ajinyenyekeze chini ya ufunuo wa Mungu. Mwanadamu awe mdogo, kwa sababu kama nishati ambayo unaitumia kila siku hauielewi, itafikiaje wewe unapingana na Mungu muumba wako? Itakuwaje? Niseme hivi, pia ni onyesho la uzuri wa Mungu. Nimesema ni onyesho la neema, ni onyesho la uweza, ni onyesho la hekima, lakini pia niseme ni onyesho la uzuri wa Mungu. Ninaposema uzuri, ili mnielewe vizuri, Kiingereza tunamaanisha beauty. Uzuri. Je, kuna watu wanaoumbwa wakiwa na sura mbaya? Niulize swali.
Wakristo mkiulizwa kweli mjibu. Kuna watu wanaozaliwa wakiwa wanaumbwa na Mungu wakiwa na sura mbaya. Unaona kwamba Mungu alifanya makosa kumpa huyu mtu hiyo sura. Saa nyingine hata mzazi alikuwa anakukasirikia kwamba sura mbovu wewe. Je, ni kweli? Maandiko yanasema nini? Nakushukuru Mungu wangu kwa sababu Zaburi inasema nini? Ama mmesahau asubuhi ya leo? Kila kiumbe unayemuona ameumbwa na Mungu. Lazima tuelewe mambo mawili. Kwanza, ni onyesho la uzuri wa Mungu. Pili, ni kiumbe wa baada ya anguko. Anguko limeshafanyika na tunaishi katika ulimwengu ulio na athari za anguko. Kwa hiyo, ule uzuri uliokuweko katika hili ambalo ninaliita shina la uumbaji, kwa sehemu fulani umeathirika na dhambi. Sawa? Kwa sehemu fulani umeathirika na dhambi. Lakini katika Mungu ndiye chanzo cha uzuri wote. Kama utasikia wimbo usikie ni mzuri, au uone macheo useme yanapendeza, au ukamwona mnyama ukasema anapendeza, au chochote kile katika uumbaji ukakiona kwamba kinapendeza, ujue hivi muumba uzuri ni Mungu. Kilele cha uzuri ni Mungu. Usifikire kwamba uzuri ni sura za wanadamu peke yake. Hapana. Mungu ndiye chanzo cha uzuri, na natamani sana mkaipata hiyo picha vizuri. Kwamba katika Mungu upo uzuri wote. Utakapomuona, maanake ndio tegemeo letu na imani yetu na tumaini letu kubwa, kwamba tutamuona kwa macho haya ya mwili ambayo yatahuishwa na kufanywa upya. Tutamuona, tutamwangalia. Utaona kwamba katika Mungu kuna ukamilifu wa uzuri. Kwa hiyo tunachokiona hapa na kusema kwamba ni kizuri, tunasema ni kuakisi, cha reflection. Yaani tunaakisi kwa udhaifu ule uzuri ulio katika Mungu wetu. Kwa hiyo shina la uumbaji, kitu kimoja ambacho kinaonekana katika shina la uumbaji ni kwamba ni onyesho la uzuri wa Mungu, pia ukweli wa Mungu. Na hapa ingekuwa tungefanya mahubiri mengine tofauti kabisa tunapozungumzia ukweli wa Mungu. Lakini ukisema hisabati, ukweli wa hisabati kwamba 2 ukiongeza 2 au 2 mara 2 au 6 ukigawa mara 3, ule ukweli utasema huo ni ukweli wa kihisabati. Ukizungumza kuhusu mageuzi ya nishati kutoka nishati kemikali kwenda nishati joto kufanyika nishati mwendo katika gari mfano, huo ukweli ni ukweli wa Mungu. Yaani ukweli wote, chanzo cha ukweli wote ni Mungu, mmiliki wa ukweli wote. Haijalishi ni ukweli wa hisabati, ni ukweli wa fizikia, ni ukweli wa aina gani, ukweli wote chanzo chake ni Mungu, kwa sababu Mungu ni kweli. Mungu ndiye kweli. Mnaona? Sio kwamba ni kitu ambacho anacho mkononi ambacho anaweza kukipoteza. Hapana, yeye ni kweli. Kwa hiyo chochote kile katika uumbaji ambacho tunasema ni kweli, chanzo chake ni Mungu muumba yote. Natamani sana mngepata hii picha. Maana hivi vitu ukija ukifikiria kama ulimwengu tunaoishi kwa sasa, ukamuuliza mtu ukweli ni nini, nakwambia hapana, wewe una ukweli wako, mimi na ukweli wangu. Sijui kama mmeshapata kusikia kitu kama hicho. Unamuuliza mtu, wewe ni mwanamke au ni mwanamume? Anasema ukweli wangu ni kwamba. Na unamwona kabisa huyu ni binti, lakini anasema ukweli wangu ni kwamba mimi ni mwanamume. Unamuuliza hapana, vipi? Anasema kimaumbile nimezaliwa hivi, lakini ukweli wangu ni kwamba. Lakini yule binti au ule sijui tumuite nini, ukamuuliza mji mkuu wa Kenya ni upi? Mji mkuu wa Kenya ni upi? Mtu anaanza kusema mimi ukweli wangu ni kwamba ni Matangoni. Sio, utamwona ni Pungwani huyo. Haiwezekani kwamba ukasema ukweli wangu. Hamna kitu kama ukweli wangu. Ukweli ni ukweli basi. Kingine chochote kinakuwa ni urongo. Majirani wanasema waacha longolongo. Unaona? Kwa hiyo hauwezi kusema una ukweli wako. Ukweli wote unapatikana katika Mungu. Uwe ni wa hisabati, uwe ni ukweli wa jinsia au tabia nchi, haijalishi ni ukweli wa aina gani. Lakini ukweli wote unapatikana katika Mungu. Kwa hiyo nimesema mambo matano kwamba hili ambalo tumeliita shina la uumbaji. Tumeliita shina
kwa sababu shina linahimili kingine kilicho juu ambacho ni kilele cha uumbaji ambaye ni mwanadamu. Tutamwangalia Jumapili inayokuja. Shina la uumbaji tumesema mambo matano kulihusu. Kwanza kabisa ni kwamba ni onyesho la neema ya Mungu. Hakuna cha kustahili katika uumbaji. Ni onyesho la uweza wa Mungu kwa sababu ameumba kwa neno lake tu, kwa tamko la Mungu vimefanyika vilivyofanyika. Pia ni onyesho la hekima ya Mungu kwa sababu hata wanafizikia kufikia sasa wanajaribu kuelewa ni kitu gani alichokifanya Mungu, nishati ni kitu gani, hawameshindwa kabisa. Ni onyesho la uzuri wa Mungu na pia ni onyesho la ukweli wa Mungu. Tuweke msingi huo, kisha tuongeze kwenye msingi huo tuseme kuna vitu vitatu ambavyo nitasema ni nafasi stahiki ya shina. Ile nafasi ya shina tumesema ni shina lipo pale, sio kwamba ni mwisho wa mawazo kwamba shina tu. Haujawahi kuona mti wenye shina peke yake. Hapana, mti una mizizi, una shina, kisha kuna kilele. Kwa hiyo shina sio mwisho. Shina linafanya kitu fulani. Number one, niseme hivi. Shina linampa mwanadamu mazingira yanayohimili uhai wake. Umeona kabisa kwamba Mungu anafanya maandalizi ya kumpokea mwanadamu katika uumbaji. Nimeshatoa sifa za Mungu zinazoonekana katika lile shina la uumbaji. Lakini sasa kazi zake au nafasi stahiki ya shina ni kama ifuatavyo. La kwanza kabisa ni kwamba shina linampa mwanadamu au Adamu, yule mwanadamu wa kwanza, linampa mazingira yanayohimili kuishi kwake. Hakuumbwa akiwa samaki. Ameumbwa akiwa kiumbe wa nchi kavu. Anaweza kuogelea lakini anaishi katika nchi kavu. Atakula nini? Atalala wapi? Ameandaliwa mazingira. Kwa hiyo mwanadamu, niseme hivi, kuna watu walikubishia hodi wakati mmoja au mwingine, wakajiita mashahidi wa Yehova, wakakuonesha vitabu, na katika vile vitabu mara nyingi utaona kwamba wanazungumzia swala la kwamba mwanadamu hakuumbwa akaishi mbinguni, ameumbwa akaishi katika ulimwengu uliofanywa upya. Hawajakosea. Sisi tu viumbe wa mavumbini. Sawa? Tumeumbwa tukae katika nchi kavu. Tumeumbwa tukae katika dunia hii, lakini hii dunia tunavyoiona, hili shina kama lilivyo sasa, sivyo lilivyokuwa pale mwanzo. Umeingia dhambi, imeleta mpasuko. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu ambao una mabadiliko makubwa, ambao sio ulimwengu alivyouumba Mungu. Kwa kumekuwa na athari fulani za anguko. Lakini licha ya hayo, lazima tuseme kwamba hili shina litafanyika upya kwa wakati mmoja. Sawa? Usije ukafikiria wewe kama mwanadamu kwamba Ukristo ni kuikimbia dunia na kwenda mbinguni. Hapana. Mbinguni tutastirika kwa muda. Tumesoma hivyo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwamba tutastirika kwa muda, na muda ule ni miaka 7, ambapo hapa duniani kutakuwa na dhiki kuu. Tunaita dhiki kuu Kiswahili, lakini Kiingereza wanasema the Great Tribulation. Kipindi cha miaka 7 Mungu atalistiri kanisa lake mbinguni. Lakini mwisho wa mlango wa 19 wa kitabu cha Ufunuo tutarudi tena kama washindi, kama jeshi la washindi, tukiongozwa na Kristo ambaye sasa sio mwanakondoo aliyechinjwa, ila amegeuka kuwa simba wa Yuda, simba mkali mwenye macho makali na mwenye upanga unaotoka mdomoni mwake. Atatuongoza sisi. Ukisoma katika 19 Ufunuo wa Yohana unaona kwamba huyu amepanda farasi, ana ule upanga, nyuma yake kuna jeshi la watu waliovikwa nguo safi za kitani. Majoho safi ya kitani siku zote katika maandiko yanamaanisha nini? Haki. Waliovikwa haki ya Mungu ni akina nani? Sio ni sisi. Kwa hiyo tutarudi hapa. Kwa hiyo nafasi stahiki ya shina ieleweke vizuri. Sio kwamba duniani tupo kwa kipindi ambapo tuseme duniani tunapita tu. Ndio, kwa sehemu kubwa kuna ukweli kwamba tunapita, lakini tunapita ili tuje turudi kama washindi tukiwa pamoja na Kristo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, niseme hivi, shina linampa mwanadamu huyu wa kwanza, Adamu, mahali pa ibada. Ameumbwa akamwabudu Mungu. Kumbuka tuliposema kwamba uumbaji au shina la uumbaji vinavyofanyika katika siku za kwanza 6 kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, kwamba ni onyesho la neema ya Mungu, kwamba
Mungu hakuumba kwa sababu alikuwa na upungufu fulani au uhitaji fulani ndani yake. Hapana, Mungu aliumba kwa sababu yeye ni Mungu wa neema. Kila kitu unachokiona na hata tusivyoviona ni karama za Mungu. Tumesema hivyo. Lakini tuseme ameumbwa huyu ili akaabudu. Tena akatengewa sehemu, tutakuja kuona baadaye kwamba huu uumbaji kufikia siku ya 6 sio kwamba dunia nzima ilifanywa kuwa bustani. Hapana, kuna kitengo fulani ambacho Mungu alikiweka, kitengo fulani akasema hili eneo litakuwa ni bustani, na ile bustani ikapewa jina Edeni. Edeni ni mahali pa Mungu kuwa na ushirika wa uso kwa uso na mwanadamu. Alikuwa anashuka pale. Kwa hiyo sisi tunaposali, tunafunga macho, tunamwamini Mungu, tunasali. Lakini Adamu alikuwa hafanyi hivyo. Alikuwa hafanyi hivyo. Mnasikia watoto? Adamu alikuwa hafungi macho akimwomba Mungu. Katika bustani ya Edeni, Adamu alikuwa anamuona Mungu uso kwa uso. Kila siku wanakuwa na mazungumzo, wanakuwa na ushirika. Ndilo kusudi la kumuumba huyu, kwamba huyu anayekuja ndiye kilele cha uumbaji, kwa sababu Mungu hakuwahi kushuka kuwa na mazungumzo na mnyama. Sio simba, sio ndovu, sio tausi, sio kwa ukubwa wala sio kwa uzuri wala kwa nini kingine, lakini alishuka akaja kuwa na ushirika na yule aliyefanana na yeye, kwa sababu kama tutakavyoona Jumapili inayofuata kwamba alimuumba huyu kwa sura na kwa mfano wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ushirika uliwezekana kati ya Mungu na mwanadamu peke yake. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba hili shina, Mungu ametengeza shina, ni maandalizi ya kumpokea mwanadamu, lakini pia kuna lengo la ibada kwamba mwanadamu akamwabudu. Kwa hiyo ametenga sehemu, ametenga eneo, na lile eneo ni hekalu ya kwanza. Ukiulizwa hekalu ya kwanza inapatikana wapi? Hekalu la kwanza, hekalu la kwanza lipo pale katika bustani. Ndilo hekalu la kwanza. Usiseme alipangia Daudi akakamilisha Solomoni. Hapana, sio Daudi na Solomoni. Ni hili hapa linalofanyika katika bustani ya Edeni. Jambo la tatu ni kwamba shina linampa mwanadamu eneo la kufanyia kazi. Ameumbwa akafanye kazi. Kesho ni Jumatatu. Utasikia watu wanalalamika, wanasema Monday blues, kwamba kuna uchovu fulani unakuja Jumatatu unapofikiria kurudi kazini. Lakini niseme hivi, tuliumbwa tufanye kazi, na katika ulimwengu mpya, dunia mpya ambayo Mungu anaenda kutuingiza, maana sisi tumefanyika kuwa sehemu ya uumbaji mpya. Tunapoingia mle kutakuwa na kazi. Kutakuwa na kazi. Elewa hivyo. Kazi saa hii ina ubatili na uchovu, ina manunguniko na ina uzito, kwa sababu zipo athari za dhambi katika kila kazi inayofanyika. Mwanadamu mwenyewe ameathirika na dhambi. Mchanga umeathirika na dhambi. Kila kitu kimeathirika na dhambi. Kwa hiyo unapata kwamba yanakuwa magumu katika kazi, ni kwa sababu ya athari za dhambi. Usiseme hata siku moja kwamba kazi imelaaniwa, kwamba mwanadamu amelaaniwa. Ililaaniwa nchi kwa sababu mwanadamu, ikamzalia michongoma na miba mbalimbali. Haikuwepo michongoma, haikuwepo miba wakati ule. Kazi ilikuwa inaridhisha, inafurahisha, yenye baraka na rutuba nyingi. Lakini sasa kazi inakuja inabadilika. Kwa hiyo kwa haya matatu ambayo nimeyataja, kwamba shina linampa mwanadamu mazingira yanayohimili uhai wake. Pili, shina linampa mwanadamu mahali pa ibada. Tatu, shina linampa mwanadamu eneo la kufanyia kazi. Haya yote, kama unanisikiza vizuri, unaona yanaathirika na kitu kimoja, dhambi. Tumetolewa mavumbini ili shina likatuhimili katika uzima. Sisi tumekuja tumeingiza dhambi. Mungu anazungumza, anasema nilikutoa mavumbini na utarudi mavumbini. Hatukuzaliwa, hatukuumbwa tuwe wa kurudi mavumbini. Mpate ufahamu. Kifo sio jambo la kawaida. Kifo ni muhuri wa dhambi. Na nielewa, hatukuumbwa turudi mavumbini. Tuliumbwa ili tuwe na ibada na ushirika na Mungu milele na milele. Ndio lengo la uumbaji wetu, sisi kama kilele cha uumbaji wa Mungu. Lakini kwa sababu ya dhambi, sisi ambao ni viumbe mavumbini
badala ya shina kutuhimili, sisi tumeliharibu shina. Unaona? Shina limetushikilia ili tukaongoze uumbaji wote katika kumwabudu Mungu. Tumetengezewa hata bustani, hekalu la kwanza, lakini tumeingiza dhambi. Athari ya dhambi ya kwanza inakuwa wewe ulikotoka ni mavumbini, sasa itabidi urudi mavumbini. Lakini haikuwa hivyo. Hatukuumbwa tuwe wa kurudi mavumbini. Tuliumbwa tuwe wa kufurahia ushirika na pamoja na Mungu milele na milele. Lakini dhambi ikaingia, ikaleta mabadiliko mabaya. Ikaleta mauti, badala ya uhimili kutokea mauti. Tukatengezewa hekalu ya ibada, badala ya ibada kukawa na uhamisho. Uhamisho wa kwanza haukutokea mwaka 700 kabla ya kuja kwa Kristo, wakati walipelekwa Asiria, au mwaka wa 586 walipopelekwa Babeli. Sio Babeli, sio Ashuri. Hapana, uhamisho wa kwanza unatokea pale ambapo hekalu la kwanza linafungwa. Hekalu la kwanza halikufungwa kwa ufunguo. Waliwekwa makerubi wawili wenye mapanga ya moto, wameshika panga za moto, kwamba tusirudi katika lile hekalu. Kwa nini? Huenda tukarudi katika lile hekalu, tukachukua kutoka kwenye ule mti wa uzima, tukala lile tunda, tukaishi milele na milele tukiwa na athari za dhambi. Unaona? Hata ni vizuri kwamba mwanadamu hufa akaachana na uovu. Utaishi katika ulimwengu huo uovu mpaka lini? Si ni kero na dhiki kila siku? Mbona asikuondoe Mungu, akuite uende nyumbani ukapumzike? Kwa hiyo kwa sehemu fulani, ukifikiria sana, kwa sehemu fulani, hata kuitoka hii dunia, kuiondoka hii dunia pia ni neema ya Mungu. Utaishije miaka 900 ulimwengu kama huu? Kila siku unazidi kulemazwa na dhambi, kila siku. Giza linazidi kila siku. Unaona? Uovu unazidi kila siku. Hata ni neema kuondoka hii dunia, uende ukapumzike, upate pumziko pamoja na Kristo. Kwa hiyo badala ya uhimili wa uzima tukaleta mauti, tukarudisha vumbini. Badala ya ibada katika hekalu la Edeni, tufanye nini? Tukapata uhamisho. Hekalu likafungwa, na sio kwa ufunguo, kwa makerubi. Walinzi ni makerubi, hawalali, hawafungi macho, wamewekwa pale ili tusiwahi kurudi pale. Kazi ikaingia ubatili. Kwa hiyo katika sio kwamba nimetoa maelezo kamili, lakini nataka nikuleta taswira fulani ya uhusiano kati ya shina la uumbaji na kilele cha uumbaji, ili ukapate kuona uzito wa hili swala la dhambi. Pia ukapate kuona neema ya Mungu katika uumbaji wa kwanza na katika uumbaji wa mwisho. Kwa nini? Uzima umegeuka kuwa mauti. Ibada imegeuka kuwa uhamisho. Kazi imegeuka kuwa ubatili kwa sababu ya dhambi. Je, Mungu akafanya nini? Mungu akaonesha tena. Pale mwanzo alionyesha neema yake, uweza wake, hekima yake, uzuri wake na ukweli wake katika ule uumbaji wa shina. Lakini baada ya anguko, baada ya athari kuingia hizi, Mungu tena anaonesha hizi sifa zake. Kwa sababu gani? Tunasoma katika Wakorintho wa pili, Mtume Paulo akimzungumzia huyu ambaye anajulikana katika Biblia zetu za Kiswahili kama shina la Daudi. Kwa hiyo sisi ambao ni kilele cha uumbaji katika Adamu, tumeshaliharibu shina la uumbaji ambalo Mungu amelitengeza. Amewekeza sana muda wake, unena kwake kutengezea sisi shina, tumeshaliharibu. Anamleta huyu ambaye ni shina la Daudi, Adamu wa mwisho. Paulo anamzungumzia hivi katika Wakorintho wa pili mlango wa 4. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 6. Paulo, hii dhana ya shina Paulo anaizungumzia hivi, anasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, huo ni uumbaji ule wa kwanza, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa hivyo neema ya Mungu, uweza wa Mungu, hekima ya Mungu, uzuri wa Mungu, ukweli wa Mungu, hivi ambavyo vilionekana katika shina la uumbaji, hivi sasa vyote vipo usoni mwa Yesu Kristo, ambaye amefanyika kwetu kuwa shina la Daudi. Shina la Daudi, Adamu wa mwisho. Kwa hiyo Kristo anakuwa yeye ndiye onyesho kamili
la neema ya Mungu, onyesho kamili la uweza wa Mungu, onyesho kamili la hekima ya Mungu, onyesho kamili la ukweli wa Mungu, huyu Kristo. Sasa shina lipo pale la kwanza, uumbaji. Kilele ilikuwa ndio sisi katika Adamu, tukaharibu vyote. Uzima ukageuka kuwa mauti. Sawa? Ibada ikageuka kuwa uhamisho. Kazi ikageuka kuwa ubatili. Lakini sasa katika huyu ambaye amekuja kama shina la Daudi, amefanyika kuwa Adamu wa mwisho, kunakuwa na mageuko. Kwanza kabisa anaondoa mauti. Adamu wa kwanza aliliharibu shina kwa kufungulia mlango mauti. Akaleta mauti, alitolewa mavumbini akaambiwa atarudi mavumbini. Lakini huyu ambaye ni shina la Daudi, huyu ambaye ni Adamu wa mwisho, anapokuja anaonja mauti kwa niaba yetu sisi sote. Sasa kwa sababu yeye ameonja mauti, inakuwa hivi, tunalo tumaini la uzima tena, kwamba mavumbi sio mwisho wetu. Naona hukumu haijaondoka, hukumu ipo pale pale, kwamba kwa sababu yule ambaye alikuwa ni kilele aliingiza dhambi, basi mtarudi mavumbini. Ile ipo, hukumu haijaondoka, lakini kwetu sisi tuliomwamini Kristo ameichukua hukumu yetu. Sio kwamba hukumu imeondoka, hukumu ipo, lazima isimame. Na ukumbusho wa kwamba ukitaka kumbukumbu kwamba hukumu ipo, jana wamemzika babake Joash, Vodi Bokam wamemzika, John MacArthur wamemzika, wewe pia utazikwa. Kama unataka kumbukumbu kwamba hukumu ipo, jua hili, wewe pia utazikwa. Mimi pia mtanizika. Kila mmoja wetu atazikwa. Lakini kwa sababu ya huyu ambaye ni shina la Daudi, Adamu wa mwisho, kwa sababu ya msalaba wake ambapo anaichukua hukumu ya Mungu, mimi sasa nina tumaini thabiti kwamba mavumbi sio mwisho wangu. Atanifufua, ataniingiza katika mbingu, atanipa sehemu katika ulimwengu unaokuja. Je, wewe hapo ulipo umeshawishika kwamba umeshapita, umetoka katika mauti umeingia katika uzima? Unao ushawishi ama unaishi katika hofu ya mauti? Unaishi vipi? Jihoji nafsi yako. Sisi niseme tusihofu mauti. Maandiko yanatuambia sisi tuliomwamini shina ambaye pia ni Adamu wa mwisho. Katika Yohana mlango wa 5. Yohana mlango wa 5 mstari wa 24. Shina la Daudi anatuambia hivi, anasema amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nisome tena. Huyu ambaye ni shina la Daudi, huyu ambaye ni Adamu wa mwisho, anapokuja katika hali yetu, anatupata kwamba tumeondoka katika uzima, tumeleta mauti, kwamba sasa hatima yetu imekuwa ni kurudi mavumbini. Anatuambia hivi, amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Je, hilo ndilo tumaini lako? Je, una uhakika moyoni mwako? Pili, niseme katika kazi kuliingia ubatili. Katika kazi kuliingia ubatili. Lakini sasa huyu ambaye ni shina la Daudi, huyu ambaye ni Adamu wa mwisho, katika ule ubatili, maana anakuja anapata kwamba tunaishi chini ya jua. Na chini ya jua tulitoka kuzungumzia ni jambo. Chini ya jua maisha yanakuwa ni mizunguko ya ubatili. Mizunguko ya ubatili. Ukiwa mtoto unaambiwa soma kwa bidii upate kazi. Ukasoma kwa bidii, ukasoma kwa bidii, ukamaliza kusoma. Ukichapwa sana. Tulikuwa tunachapwa kama ni paka kama ni mbwa sisi tukiwa wadogo. Hata sijui. Yaani wewe ulikuwa ukifika shule unajua lazima utachapwa. Hauwezi kuingia asubuhi mpaka jioni haujachapwa. Lazima uchapwe. Tukasoma tukamaliza. Tulizipata hizo kazi. Haya. Tukaingia katika maisha. Tukaambiwa fanya kazi kwa bidii.
tukafanya kazi kwa bidii, tulipata nini? Haya. Si ni mizunguko ya ubatili? Mizunguko ya ubatili. Na hata wale ambao walizipata zile kazi au walizipata zile hela, wamepata kwamba zile hela haziridhishi. Wengi wenye hela wamejitoa uhai, tukiwaona tunashangaa, mbona anajitoa uhai huyu? Ana pesa, anaweza panda ndege akaenda kanywa chai Nairobi na akarudi. Kunywa chai tu akarudi. Wewe hata Jabrini huwezi kuingia. Lakini huyu anaweza kupanda ndege akaenda Nairobi kunywa chai na akarudi. Jabrini imekushinda wewe. Alafu anajitoa uhai, unashangaa. Si angeniachia mimi au maisha yake, mimi niishi. Mimi singejitoa uhai. Unajuaje? Kwa hiyo ubatili umeingia katika uumbaji. Lakini huyu ambaye ni Adamu wa mwisho, anapokuja anaangalia kwamba kazi zetu zimekuwa ubatili, anasema hivi katika Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hajataja jambo la pesa. Masumbuko sio ukosefu wa pesa. Unaweza kuwa unazo hela tele na ukasumbuka hivyo hivyo. Waangalie walimwengu. Anasema hivi Adamu wa mwisho, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa wewe unaniambia kwamba upo katika Yesu Kristo. Sawa? Na kuuliza swali, masumbuko ya nini? Ameahidi. Umeona kwamba ameahidi katika andiko. Ameahidi nini? Pumziko. Wewe mbona basi haujaingia katika pumziko? Mbona wasiwasi unakutawala? Kwa nini? Kwa nini? Pumzika katika Kristo. Adamu wa mwisho. Pia nilete swala la thamani na gharama. Kuna mwimbaji mmoja Mswahili ameimba kuhusu haya mawili, thamani na gharama. Ukiliona shina lile la kwanza, Mungu alivyoliumba, alivyowekeza katika lile shina, je, unaona thamani ya kile kilele? Hivi alivyovitengeza vyote hivi vije vimhimili huyu, vimwegemeze huyu. Je, unaiona thamani ya mwanadamu? Akaja akaleta ubatili, akaleta dhambi, akaleta ibada ikapotea. Unaiona hiyo? Lakini pia unapomwangalia huyu ambaye ni shina la Daudi, ambaye ni Adamu wa mwisho, gharama inayomgharimu yeye kutukomboa sisi, tuielewe vipi? Ni jambo la kutafakari, sio? Kwa sababu ya ile gharama anayogharimika yeye, ile ibada tuliyoipoteza inarudi tena. Kwamba hivi sasa tulianza katika lile hekalu la kwanza, bustani la Edeni. Tukaingia katika ile hema ya kukutania kule jangwani. Kukawa na hekalu ya Solomoni nchini Israeli. Vyote vishapita. Lakini sasa hivi hapa tulipo, Mungu anaishi wapi? Mungu anaishi wapi? Hekalu liko wapi? Ama unaogopa kusema? Hekalu liko wapi? Anaishi ndani yako. Wewe umefanyika kuwa hekalu. Na mwisho wa siku tunapoingia katika milele tunapata kwamba hakuna tena hekalu. Anasema hivi katika Ufunuo 21:22. Katika Ufunuo 21:22 anasema, nami sikuona hekalu ndani yake, yani katika ule mji mpya wa Yerusalemu, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Kwa hiyo anaishi ndani yetu na atakuja siku moja, atashuka. Sio kwamba sisi tunaenda kuishi mawinguni, lakini atakuja, atashuka, ataishi pamoja nasi. Itakuwa hamna tena hekalu. Yeye mwenyewe ndio hekalu. Kwa hiyo tunasoma hapo kwamba Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Kwa hiyo ile ibada tuliyopoteza, tukaleta uhamisho katika Kristo, ule uhamisho unasitishwa. Tunaunganishwa pamoja na Kristo. Tumefanyika hekalu sisi. Lakini huyu ambaye ni Mungu wa utatu atakuja, atashuka mwisho wa siku, ataishi pamoja nasi. Ni mambo ya ajabu, ni mambo ya kutufanya kumshukuru Mungu, na waomba kwamba tuinamishe vichwa vyetu, tuyafikirie tuliyotoka kuyasikia, na kisha tutaomba kwa pamoja.